Karibu na nikualike kwenye habari za michezo kitaifa na kimataifa. Langu jina ni Hussein Bakari, Rodri wa habari. Tunaanzia na kamati ya utendaji ya shirikisho la soka nchini Tanzania TFF imemteua Oscar Mirambo kuwa kaimu katibu mkuu wa TFF hii leo Septemba 24, 2025. Oscar Mirambo anachukua nafasi ya Wilfred Kidau ambaye mkataba wake unamalizika Septemba 30, 2025. Taarifa iliyotolewa na TFF imesema kuwa uteuzi wa Oscar Mirambo ambaye ni mkurugenzi wa ufundi wa TFF utaanza rasmi Oktoba mosi 2025. Wilfred Kidau amekuwa katibu mkuu wa TFF tangu Agosti 22, 2017 alipoteuliwa na kamati ya utendaji ya TFF baada ya Wallace Karia kuchaguliwa kuwa rais wa TFF. Hivyo amefanya kazi akiwa katibu mkuu wa TFF kwa miaka 8. Chini ya uongozi wake, soka la Tanzania limepanda viwango, ikiwemo kuongezeka kwa wadhamini wa ligi kuu Tanzania bara kupanda katika viwango vya ubora, lakini pia timu za taifa zimeshiriki katika mashindano mbali ya kimataifa. Tanzania imefuzu kucheza fainali za AFCON mara 3. Timu ya wanawake ya vijana ilishiriki fainali za kombe la dunia. Tanzania kupata uwenyeji wa michuano ya AFCON chini ya miaka 17, lakini pia akiwa mtendaji mkuu, Tanzania ilifanikiwa kuwa sehemu ya uwenyeji wa fainali za CHAN 2025 na kushinda uwenyeji wa fainali za AFCON 2027, bila kusahau kozi za makocha na kupandisha vigezo vya makocha wa ligi kuu ili kuhakikisha ligi ya Tanzania inasimamiwa na makocha wenye leseni za madaraja ya juu. Na kuelekea mchezo wa ligi kuu ya Tanzania bara NBC Premier League kati ya Simba Sports Club dhidi ya Fountain Gate, mchezo utakaochezwa kesho Alhamis Septemba 25, 2025, kocha wa Fountain Gate Dennis Kitambi amesema kuwa mchezo wa kesho wengi wanaamini Simba ndio itashinda, na kwa hali hiyo wapinzani wao hao ndio wenye pressure na sio wao. Kitambi amesema wapo tayari kwa ajili ya mchezo wa kesho dhidi ya Simba na watatumia wachezaji walionao kupata matokeo. Mechi na pressure, lakini mchezo wa kesho sidhani pressure ipo kwetu sisi, pressure ipo kwa Simba. Simba ndio anatarajiwa, anategemewa kwamba yeye ndo anatakiwa ashinde mchezo. So pressure yote ipo kwa upande wa Simba. Sisi tunachotaka ni kwamba we give the best performance. Sidhani kama kutakuwa na ugumu wowote, kwani wote tunashiriki ligi moja. This is NBC. Kwa hiyo maandalizi tuliyofanya sisi na hatujafanya kwa ajili ya Simba. Kwa the whole pre-season sisi tumefanya kwa ajili ya kushiriki NBC na kupambana na timu yote ambayo itakuja mbele. Kwa upande wa wenyeji wa mchezo huo, kocha msaidizi wa Simba Sports Club Selemani Matola amesema timu hiyo ipo tayari na maandalizi yako vizuri kuelekea mchezo dhidi ya Fountain Gate. Kitu kizuri ni kwamba wachezaji wote wako kambini na wote wako vizuri kabisa, na wote wakiwa na hari kabisa kwa ajili ya mchezo wa kesho. Kwa hiyo maandalizi yetu yanakwenda vizuri kabisa na tuko tayari kuhakikisha tunapata pointi 3 katika mchezo wetu wa kwanza kabisa wa ligi kesho. Sisi tumejiandaa vizuri katika msimu huu, na kama ulivyosema hapo, misimu minne tumekosa ubingwa, lakini viongozi wamejaribu kufanya maboresho na mwalimu pia yupo. Kwa hiyo nadhani msimu huu unaweza ukawa msimu wetu, kwa kuwa nguvu itakuwa kubwa na wachezaji tushaongea, kwa sababu haiwezekani misimu tena watano tukawa tunakosa ubingwa, itakuwa sio kizuri hasa kwa mashabiki wetu na wapenzi wetu. Kuelekea mchezo huu, timu ya Fountain Gate ina wachezaji 14 tu ambao wamesajili kwenye mfumo wa usajili, na wachezaji 4 kati ya hao wana majeraha. Hivyo kocha Dennis Kitambi ana kikosi cha wachezaji 10 tu kuelekea mchezo wa kesho dhidi ya Simba. Huu ni mchezo wa kwanza wa ligi kwa Simba msimu huu, wakati Fountain Gate wanacheza mchezo wao wa pili baada ya mchezo wao wa kwanza kupoteza kwa kufungwa bao 1-0 dhidi ya Mbeya City. Mchezo wa Simba na Fountain Gate utachezwa majira saa 1 kamili usiku. Na tumalizie habari za michezo kimataifa kuanzia nchini Hispania, ambapo klabu ya Barcelona imetangaza kuwa mchezaji wake Gavi atakuwa nje ya uwanja kwa muda wa miezi 4 hadi 5 baada ya kufanyiwa upasuaji wa goti lake la mguu wa kulia. Gavi mwenye umri wa miaka 21 aliumia goti mazoezini akiwa na kikosi cha Barcelona mwezi Agosti, na hivyo matibabu yale yanahitaji upasuaji. Taarifa ya Barcelona imesema kuwa Gavi amefanyiwa upasuaji mdogo wa arthroscopy kutibu jeraha la goti upande wa ndani. Kwingineko, ligi kuu soka nchini Hispania La Liga, matukio ya michezo iliyochezwa jana usiku ni Real Madrid wameendeleza
kuanza wimbi la ushindi baada ya kushinda mabao 4-1 dhidi ya Levante, na huu ni ushindi wa 100% kwa Madrid, kwani wameshinda michezo yote 6 ya ligi. Wana alama 18. Kwenye ushindi huu wa Real Madrid, Kylian Mbappe alifunga mabao 2. Sasa amefikisha mabao 7 kwenye ligi msimu huu 2025-2026. Tumalizie kwa kocha wa Manchester United Ruben Amorim. Amesema atapambana kuhakikisha anatimiza ndoto yake kuendelea kuifundisha klabu ya Manchester United na hana mpango wa kuondoka klabuni hapo. Amorim amesema hayo alipokuwa akijibu swali juu ya presha ya matokeo mabaya ambayo Manchester United imekuwa ikiyapata na baadhi ya watu wakitaka afutwe kazi. Kwenye interview na Sky Sport, kocha huyo raia wa Ureno amesema swala la yeye kuondoka United sio maamuzi yake, bali bodi ya timu hiyo ndio itaamua. Amenukuliwa akisema, najua watu wanasema kama sipati ushindi napaswa kuondoka, naelewa hilo, lakini hayo sio majukumu yangu, ni maamuzi ya bodi. Chini ya Ruben Amorim, kikosi hicho kimeshinda michezo 18 tu kati ya michezo 48. Nikiripoti ripoti za michezo kitaifa na kimataifa, mimi ni Hussein Bakari, Rodri wa habari, mwenye tajiri wa habari wa EATV.